haikuwa mara moja mnavyofikiria. Ilianza pale chuoni. Wenzangu walinipa mvinyo kunirai kuonja ulevi. Eleza maudhui manne yanayojitokeza katika dondoo hili. Maudhui ni yale maswala ambayo yanajitokeza katika kazi ya fasihi. Hivyo tunaona kwanza kuna ushawishi, ambapo wenzake walikuwa na mrai aweze kuonja ulevi. Kuna maudhui ya ulevi pia. Kuna maudhui ya elimu, kwa sababu tunaona anatuambia ilianza pale chuoni. Pia kuna maudhui ya dini, ambapo tunamuona Yona aliyekuwa mpenda dini kiasi cha kwamba alikuwa anahubiri, anateleza na kwanza kutumia mtindi. Hivyo tunaona maudhui ya dini na kuteleza. Changamoto katika dini kuna kuteleza. Na hili pia linaweza kukuza maudhui ya mabadiliko, ambapo Yona sasa anabadilika kitabia na kimienendo. Swali la ba, eleza athari za mhusika anayerejelewa kujitosa katika swala linaloorodheshwa kwenye dondoo. Ueleze athari za mhusika anayerejelewa kujitosa katika swala la ulevi. Ulevi unampelekea kuachishwa kazi, unapelekea kwake kuteleza kutoka dini, unapelekea yeye kumchapa mkewe kiasi cha mkewe sasa kuugua maradhi. Kutokana na ulevi wake imefanya kose kuwajibikia kazi yake. Naona pale mwanzoni alikuwa akienda kazini mapema, sasa alishindwa kuingia kazini. Pia ulevi unamfanya mhusika kama Asna kutotaka kujiingiza katika masuala ya ndoa, kwa sababu aliweza kuona athari za ulevi huo, ambapo alikuwa anafokewa. Yeye hataki kuona ndoa ikiwa kama uwanja wa vita, kwa sababu ndoa inafaa iwe ni ibada, lakini tunaona wakati mwingine hugeuka na kuwa uwanja wa vita. Hivyo Asna hataki. Kutokana na ulevi tunaona kwamba unafanya mtu kuwa mwenye rapture. Kwa mfano tunamuona Yona akitoka ulevini anakuja kwanza kuzua rapture kwa Sara, licha kwamba alikuwa mgonjwa. Pia tunaona ulevi unamfanya aweze kuwa na mapuuza. Awali alikuwa anaona ni mchezo kuwa Sara ni mgonjwa, lakini sasa amekuja kuona kuwa hakika alikuwa ni mgonjwa. Ukiangalia kurasa 70. Na kutokana na ulevi mtu anakosa kupata muda wa kuwa na familia yake, kwa sababu atapoteza muda mwingi pale ulevini. Ni baadhi ya maswala yanayotokana na ulevi kwa mujibu wa Bembea ya Maisha.